leo nitazungumza kuhusu mwendelezo wa video zilizopita. Nadhani kama ni wafuatiliaji wazuri wa video zetu, na video za nyuma nimezungumza kuhusu vipimo muhimu vinavyofanyika wakati wa tuseme mama na baba wanapoanza kliniki, yani RCH. Video zilizopita nilizungumza kuhusu vipimo hivyo, nilivitaja, nikaviorozesha, nikaeleza kipimo kimoja. Sasa nadhani pia niwakaribishe tuendelee na vipimo vingine. Leo nitawashirikisha kuhusu kipimo cha sukari, naita RBG au FBG. Kipimo hiki ni muhimu katika vipimo vya mama wakati wa kliniki. Kipimo hiki tunasema tunakipima kila anapohudhuria zile visit zake za kliniki, kuanzia miezi 3, 4, 5 mpaka miezi 9, kwa sababu ni kipimo muhimu sana. Ukimisi out tu unapata changamoto. Tunasema kipimo hiki ni muhimu kwamba kinatupa mwelekeo, inatupa direction kwamba sasa mama huyu mtarajiwa atapata mtoto. Sasa tunajaribu kumanage katika kipindi hiki cha ujauzito ili aweze kupata mtoto ambaye yuko salama. Tunasema sukari imekuwa na kesi nyingi kwamba tuna wamama pia wanakuwa changamoto hizo. Unaweza kukuta mama yuko hana changamoto kabisa, anafanya kazi yake vizuri, anapata mimba, labda mfano kabla hajapata mimba hana changamoto ya sukari yake kuwa juu au chini, sukari yake iko kawaida kabisa, iko kwenye normal range. Lakini pindi tu anapopata mimba sukari yake inapanda juu, inakuwa katika level ambayo sasa tunasema ni sukari. Mara nyingi kipindi cha ujauzito sukari tunaita mama anapata gestational diabetes, anapata sukari kipindi cha ujauzito. Mara nyingi sukari wanasema baada ya kujifungua mama huwa inashuka yenyewe, ila baadhi ya kesi mama baada ya kujifungua sukari huwa inaendelea, inakuwa tatizo lake la kudumu. Kwa hiyo tunapima katika kipindi chote cha ujauzito ili tujue wingi wake wa sukari. Je, kama ni mwingi uko kawaida au mwingi kiasi gani, ili aweze kupewa hizo management za dawa ili sukari yake kushuka. Lakini pia tunapompa hizo, mfano kama tukishagundua tayari mtu ni kwamba alikuwa hana historia ya sukari, baada ya kupata ujauzito amepata sukari, sasa tunataka tufanye management ili tuzuie changamoto za ujauzito. Changamoto nyingi za sukari, unaweza kupata pressure, hizo preeclampsia, na sasa tunaona pia kuna kesi nyingi za wanawake wajawazito wanapata hizi wanashindwa kujifungua kwa kawaida, SPD, wanajifungua kwa C-section kwa sababu madaktari wanaogopa zile kuchukua riski, prolong riski ya mtu kujifungua kwa njia ya kawaida. Ndio maana wanaopt kwenda kujifungua kwa njia ya C-section ili aweze kuokolewa yeye mama na mtoto. Yote haya tunaweza tukayazuia kwa kupima kipimo hiki tu muhimu cha sukari. Kwa hiyo mama yote yule mjamzito anapokuja kliniki ni lazima kipimo hiki apime. Kama ninavyosema kwamba hiki kipimo ni cha lazima, kwa hiyo hakina option kwamba mtu hataki kupima au hajisiki kupima siku hiyo, kuchoma sindano. Ingawa kidogo mama wengi wanakuwa na hizo changamoto kwamba sitaki sindano, kinauma sana, sitaki leo nikisikie. Kwa hiyo hata kama una hizo kinauma kidogo ndio, lakini tutakupima tu, kwa sababu sisi tunataka tujue afya yako, tujue sukari yako ikoje, ili tuweze kuirekodi na baadaye tujue kwamba wewe utajifungua kwa njia gani na sukari yako iko manageable au tayari inavuka. Kwa hiyo pamoja kwamba kile sindano kitakuwa kinauma kama mama anavyoniambia, mara nyingi mimi napima wanawake wanalalamika sindano kinauma, hamna namna nyingine na watania, lakini mwisho wa siku watapima. Kwa hiyo ni kipimo ambacho utakuja lazima upime, na sababu zake nilizozitaja ni hizo sababu. Kwa nini upime? Kinakusaidia kwanza kujua sukari yako iko kiasi gani wakati wa mimba, kinakuepusha na matokeo ya sukari ambayo itakuwa imezidi, kwamba kama sukari itakuwa imezidi tayari tutafanya management mapema kabla haijawa nyingi ya kutosha ya kuleta madhara, itaepusha changamoto kama hizo pressure, preeclampsia, na wakati mwingine pia unaweza ukaenda katika njia sahihi ya kujifungua ambayo ni natural way, tunasema SVD, tofauti na C-section. Kwa hiyo niseme kwa leo tumezungumza kuhusu hiyo kipimo cha sukari RBG. Ni vipindi vyetu vipendwa kama hivi. Kipindi kinachofuata nitazungumza kipimo kingine
kama mnavyoona kila kipindi kinakuwa kinavutia, ni very interesting kwa sababu kinakuwa kila kipimo kinakuwa kina maana yake, na kama naweza kuvieleza hivi unapata pia ideas, tuna share. Ndio maana pia kuna sehemu ya kushare, comment, tunapeana ideas zaidi, tunaweza tukaboresha zaidi na tukaendelea mbele zaidi. Kwa hiyo kitu kizuri zaidi Royal Polyclinic, tuko na huduma hii RCH inafanyika ipo saa hizi saa asubuhi mpaka saa 9 mchana. Kuna manesi wana uzoefu, watakonsati, watakupima, utakutana na daktari pia. Kama una changamoto ambazo ni za kuwa managed na physician na gyne, utaonana naye atakumanage, basi tunahakikisha kwamba unakuwa safe katika kipindi chote cha mimba na wakati wa kujifungua na baada ya kujifungua. Niwakaribisha sana Royal Polyclinic, tupo kituo cha Msaada Garage. Utakuja, utafanya hivi vipimo, utaanza kliniki yako ya mama, baba na mtoto. Kwa video hii na video zingine nzuri endelevu kuhusu vipimo muhimu kwa ajili ya RCH na huduma zingine za afya, usisahau comment, kushare, kusubscribe na kugusa kitufe cha alama kengele upate notification za video zote ambazo tutaendelea kutoa kuhusu RCH, vipimo vyake na video zingine wanazoendelea kutoa wataalamu katika afya na Royal Polyclinic. Asanteni sana na karibuni katika maendelezo ya video zetu zinazofuata.